Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linaendelea na mikakati yake ya kuimarisha usalama kwa kufanya operesheni mbalimbali. Katika operesheni hiyo limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 6 wa makosa mbalimbali kwa kipindi cha kuanzia Oktoba mosi 2025 hadi sasa katika wilaya ya Kilombero, Morogoro na Mvomero. Katika operesheni iliyoshirikisha askari wa wanyamapori iliyofanyika wilaya ya Kilombero na Mvomero, imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 wakiwa na jumla ya vipande 23 vya meno ya tembo. Katika tukio lililotokea Oktoba 12, 2025, walikamatwa Ernest Edwin Makali, mkulima mkazi wa Mbingu. Huyu ana umri wa miaka 53. Na Lois Mwaka Luvanda mwenye umri wa miaka 58, mkulima mkazi wa mkoani Iringa, wakiwa na jumla ya vipande 20 vya meno ya tembo. Watuhumiwa walikamatwa katika kijiji cha Sagamaganga, kata ya Signal, wilaya ya Kilombero, mkoa huu wa Morogoro. Aidha, Oktoba 15, 2025, katika kijiji cha Kidudwe, kata ya Mtibwa, wilaya ya Mvomero, walikamatwa Athmani Sadiki Mtai mwenye umri wa miaka 32, ni mkulima mkazi wa Kidudwe, na Ayubu Zakaria Kasian, huyu ana umri wa miaka 18. Hao kwa pamoja walikamatwa wakiwa na kichwa kimoja cha mnyama aitwaye anayedhaniwa kuwa ni swala. Vile vile mnamo Oktoba 13, 2025, katika kitongoji cha Kimbwala, kijiji cha Kisaki, wilaya ya Morogoro, alikamatwa mtu mmoja aitwaye Mongota Rugwasha Jisabu mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa Kimbwala. Huyu alikamatwa akiwa na vipande 3 vya meno ya tembo. Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa pia kuwakamata Fadhili Mohamed Sheweri. Huyu ni kijana mwenye umri wa miaka 17, ili mkulima, ni mkazi wa Muhola Ifakara, wilaya ya Kilombero, na Kretus Akwilini Mnolele, naye ni kijana umri wa miaka 16, mkulima mkazi wa Muhola, kwa tuhuma za kufanya matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha. Vijana hawa walifanya tukio hili Oktoba 17, 2025 majira ya usiku huko katika eneo la Uwanja wa Taifa, kata ya Viwanja 60, wilaya ya Kilombero, ambapo watuhumiwa kwa pamoja walipora pikipiki MC 155 DYR na kumtelekeza kijana aliyekuwa amemkodi. Mbinu waliotumia ni kumkodi kama abiria na baadaye kumkaba na kumtelekeza. Lakini kwa jitihada za jeshi la polisi, vijana hao pamoja na pikipiki wamefanikiwa kukamatwa na saizi wanasubiri hatua zingine zinazohusiana na haki jinai. Jeshi la polisi linawashukuru sana wananchi ambao wanaendelea kushirikiana na polisi katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Aidha, linawataka watu wote kuacha vitendo vya uvunjifu wa amani, hasa wakati huu tunapojiandaa kutekeleza zoezi la kikatiba la kupiga kura Oktoba 29, 2025, kuwachagua rais, wabunge pamoja na madiwani.